that are ready to fight for that seat, and we have several. Tunaanza na the incumbent Honorable Mohamed Edi. Tuko na CS Kinjuri, tuko na our friend Mwangi Wasami, tuko na Tony Rukwaro, tuko na Gidinji Kiama, tuko na Michael Waigwa, na tuko na Honorable Mutahi. Na pia usisahau Lioness. Na Lioness, Honorable Ketu Waruguru. Now, how do you see Honorable Mohamed Edi? To be honest, Edi being the incumbent, yes, and it's a very great opportunity. Yeah, kushika hiki tubani. Ndio. Because unajua he's already there. Na to be honest, if you look at the guy yetu kimwana akiwa tao, ni msaka na mafans wake, na he's been able to mobilize his voter base. Sababu ukiangalia kama dada David vile mobilize watu wakuje kwa hii function ya Deputy President William Ruto. Yes. You can tell that he's not just any other person. He's not a nobody. He's not a guy you can discount. You cannot just forget that he ako hapo hivyo. But what you don't know ni kama ako interested na hii kiti ama hako interested. Ama hayuko interested. I will go to that. Go to that. Number 2, Honorable CS. Former CS. Was this Festus Mwangi Kionjori Karuku. That guy has been an MP for Laikipia East for around 15 years. He has been in the national government as CS Assistant Minister for almost 7 to 8 years. And ukimwangalia huyo jamaa unaona kama anastand opportunity kuketi kiti. Understand, but I understand opportunity because sisi especially the Kenyans tunasahau haraka. 2, we are so much into money. We are blinded by very important things. Yes, into money. But wacha tu niwakumbushe kitu kidogo 2-3 za Mwangi Kionjori. Mwangi Kionjori has been the MP for Laikipia East for 15 years. From 1997. Akaingia national government. Ako minister agriculture, ako minister I think wa assistant minister wa energy. Sasa hiyo ndio rural electrification ilikuwa imeanzwa na Emilio Mwai Kibaki, the former president. Na Kiraito Murungi akajua kwamba watakuwa na rural electrification. Akaangalia akaona hapa kuna opportunity yangu na kuna opportunity ya watu wangu. Akajenga kiwanda cha kutreat vikingi za stima in Meru town. Around Meru. Ili vijana wa huko wapate job, wa mama wa huko wapate job indirect kwa kuuza uji. Alikuwa mdosi wa Kionjori hiyo time. Alikuwa mdosi wa Kionjori na wapate inaitwaje? Wapate revenue na county ipate revenue. Mwangi Kionjori ule mtu tulikuwa tumepatia job for 15 years. Akaona vijana wananyuki wote wametoshikana job, wamama wametoshikana ungana all indirect employment kind of business, kuuza uji, chai, nini, mahamuri. Akadecide yake hata jenga, akanunua the same machines za kutreat vikingi, lakini akadecide yake hata jenga hapa kwa sababu county imetoshikana revenue, vijana mnyinyi mko sawa. Akajenga Sagana. Kwa nini ndio Sagana? Mimi sijauliza, I'm just giving you people a synopsis ya kitu kama hiyo. Akawa assistant minister wa water. Ngiru akajenga madams nyingi sana huko kwao. The last thing Kionjori could see was that Ngiru ameiba, na unakumbuka Laikipia East hatuna maji. That's another story. Yeah. Tatu. Mwangi Kionjori akakuwa minister for agriculture. Ilikuwa na 37 parastatals kabla sijatujua. Hizo hapo siasa. Hapo siasa. Waziri yeye mwenyewe. Hizo wakati hiyo story ya mahindi na bla bla bla. Akakuwa hizo institution zina employ watu nje ya uwezi kosa mahali zina employ. At least Kionjori alionyesha wase 50 ambao wameingiza job.
wametokana nyuki ya niambie kanaga hata kama ni position ya clean hii whatever hata kama ni nini at least kanaga kari basi shoke mshie I would vote for him na tuko wengi tuache hiyo story. Lakini sasa si nasikia anabongana zile mnataka nini zimo akibongana hizo vitu sana sema dole ibagane wo ikarero akake but hiyo that's another story another day basi haya mimi sitaki kuongea wewe unaonaje Mama Simba also wacha kujita Simba juwezi kuwa Simba na first of all you're a lady na wewe sio MP wala kipia hivi no she is acting aje I think she only the day okay twende hapa tuache kutumia story sema jina za majaji hapa this is around okay tunaweza jita Lioness sawa na kitu chochote tuseme ni public politician for excellence but manzi pia kasivi kake jo ni kama sika fiti vile so first of all being having a dominant a strong current member of parliament ama sitting member of parliament who is na ndio ni mtu aitao hata kama kitu ni mtu aitao si kuja asifikiria kitu kwa walk over so yeye pia opportunity yake ni 50-50 lakini mission ya kiget uone akiget haya tulikuwa na jamaa anaitwa John Kiama Gidinji John Kiama Gidinji is a good friend of mine lakini kuna mahali tulienda maombolezo ama mazishi akasema kwamba yeye anasimama kiti ya Laikipia East MP but akisimama kiti ya lakini Mwangi Kionjori akiopt kusimama for Laikipia East MP yeye akastep down meaning ni wale watu unaitaka jina kuna seat fillers wala kwa nini kwa event wale wanajaza ili mgeni akikuja wanaondoka so kitiki mimi kariro ni John Kiama Gidinji kama yangu endegetele okay that means that means my friend umelose hapo umelose by the way tukipatana wote ukipata hii kitu ujue hapo umelose hapo umeanguka umenoa hapo umenoa ila simama na chama hili tuzije tukaambiwa sitaki kusema penye watu nasikia wakisema ulipewa 10 milioni na huyo jamaa sijui I don't know lakini sitaki kusikiza propaganda but hapo hiyo story ya 10 milioni inakaa kama ni ukweli by the way you spoke that day inakaa ni ukweli haya kitu akasema sawa tuende kwa Waigwa Michael Waigwa is a good man an agriculturalist but I think he should go beyond that and anaweza perform huyo mzee anaweza fanya lakini kampeni yake bado hajatajika lakini kuna mzee alinishtua mzee Anthony Rokwaro aka Tony DJ jamaa niliona post yake ameingia kwa ODM na baba man hapa kando watu wakasema huyu mzee amelose huyu mzee ni amefanya political suicide huyu mzee hajui ni nini anaendelea anafanya overnight I thought na nikaona huyu jamaa hebu tuchambulie by the way that is wisdom uko sawa wisdom tuchambulie bro tuchambulie ukiangalia wasee wako juu kuna CS Mwangi Kionjori anado ni bazu Bazenga as they call him ni Bazenga hata mimi namtambua kuna Mwangi Wasami watu wajua hiyo ni Bazenga pia kuna kitu wa Rogoro ni Bazenga pia bwana sio Wasami Mwangi Wasami nataka utuchapie kidogo tumalize Mwangi Wasami nitawachapia kuna Mwangi kuna nani Dedini Bazenga kivyake sitting MP by the way when about cannot discount Dedini some political what ujinga alimobilize Dedini hapa hivi tao hawezi Dedini alimobilize sisi pia amekuja hawezi sasa Tony akaona hawa na by the way kuna fununu mmoja wao alikuwa amefeel kwamba it will be an easy asisemi ni Ketu wa Rogoro juu alisalimia baba lakini alikuwa amefeel an easy akajua hapa nitaenda kwa ODM
ili nipewe nomination. Kukivoka huku vitu kuna moto. Sasa Tony alione hiyo mbele yao. Anytime ODM ikikaa hivi akina Sifuna secretariat wakikaa hivi wafikirie mambo ya Laikipia East ama Laikipia at large. Wanafikiria yule mjamaa wanajua kuna msi wao anaitwa Anthony Rokwaro. Pakitokia any chance. Any chance. Any opportunity. Secretariat. Sijui nini ya ofisi. Sijui wa appoint another CS kidogo ama PS. Sijui wafanye nomination. Tony Rokwaro will always be in mind like Joe Nyaga. Mupende, musipende. That is what I call smart brain. Ule Joe Nyaga ni mwapenda kwa? So Tony msione Tony kama amecheza kabaya. But then you sababu ule jamaa unakumbuka kwanga na kura. Kwa mama na Raila na kwa Msape. Alikuwa kwa Pentagon mzee. Alikuwa kwa Pentagon. Yakafanya waziri. Sasa ni tamu. Sasa ni tamu vitu kwa placement. By the way. Sasa ni tamu. Because essentially kitu ni kuskimu. Ili kuskimu. Na kucheza na brain wase. Ili kuskimu na kucheza na brain wase. But that's true. Haya, kuna huyu jamaa Mwangi wa Sami. Hebu tuchapie story. Mwangi wa Sami amesomea Inoro kutoka na huyu jamaa ametulia sana ni kama msifeli wewe tu. Ule ni bazenga kivyake, watu wanafikiria gani mchezo. Na huyo msi ameenda day school Inoro kutoka 1995 mpaka 1998. 12 kilometers anatosea kwa baiskeli, amebeba sister yake anaitwa Lea day in day out by saa 1:30 hapo Inoro ili asipigwe ama asipanishwe na marehemu Chingi. Unasema story ya bike. Baiskeli ile anakilita. Anakilita the way nani Chinua Achebe in his book Man of the People anaita anakilita. Mr. Nwege. Alikuwa anasema Mr. Nwege. Kumsa alikuwa anachochea. Kukipata matope hakupo nini? Kukipata matope hiyo bike italala ila mongezo ilale pale karibu kwa jenga. Alikuwa na watu wanaachia bike hapo wanatembea mguu. Na the following day atakuja na hiyo matope yote na unaona ni black cotton. Atakuja nayo mpaka asubuhi. So wale na 12 kilometers. Huyu jamaa anasema kama aje kwa politician na kwa athlete. Ama ni kwa mzao. Mzee angepote buta. Ongea goseo. 12 kilometers kwa hapo sasa wanakuja kusema ni sawa Nairobi sijine. Nani hajaenda kusomea Nairobi? Huku na nje kuna university. Kama kuna watu wote wale wamesoma uni na iko na kuna mtu amesomea hapa uni na so mtu kuja kutuambia story ya Nairobi sijui nini, sijui kafamiano ni wa Nairobi sijui nini. Mtu akienda wewe hujaenda Nairobi kusomea huko ama ulisomea university. Tuache hiyo ujinga. Hiyo ni puzi by the way. Hata wasema petty politics. Cause hakuna mtu ambaye amevaa hiyo kiti. Hata Mwangi wa Kinjuri hata yeye alisomea Eldoret, alikuwa Moi na akaenda Nairobi kuhazo kabla kwa na akaenda sijui Kiaridaini kabla kuja hapa fight for that seat. So everybody has been Nairobi, from Francis Kaparo, from Charles Mukora, hao watu wote. Tena nitakuulize kwani parliament iko na nyuki? Ziko naye? Iko Nairobi. National Assembly. Na ule Mwangi wa Sami si ati amekuja kuomba. Huyu msee hapo sawa. Huyu msee ni well connected hapo sawa na kuna baadhi yake. Si mchezo ni bazu. Is polite, unaweza ona ni polite lakini ana pull strings more than many politicians wale. As a matter of fact, the job by the way wasio wako wanafikiria kwa polite sometimes. Alisomea hapo na akaenda Tegezi tena aka repeat I think form 4 ndio sasa aendelee na akanyosha grades proper. Akanyosha grades proper akaingia campus akamaliza sijui alifanya banks kabla afike hizi stories za consultation na wapi. Amefanya mpaka concentration on behalf of Kenyan government by then na Pentagon na China. If you never knew. Even hakuwa be proud. So it's another factor. Is another man to recognize. Mwalimu Mutahi Kimaru. Kimaru ni mzuri. Nina mwana katao. Ni a good leader. Lakini mimi ningeuliza. Nimpeleka bwana mwana katao na anakuwa ni president. Anaga ni mtu wa hapa. Lakini mtu Boki ameplay Boki sana. Na baadaye tutatafuta Kapsi. Kapsi tunakutafuta utupatie venye ulipata ile gold medal, we are coming for you. Kabisa wanze. Wewe ni legend huku na nyuki na Kenya. Wewe ni bazuki vyako. Sasa Mutahi immediate former MP wa Laikipia. Yes. Mutahi walikuwa issue na Dedi. Na singetaka hiyo issue irudie cause Mutahi akianza kucompete tena na Dedi tutaanza ku revisit zile stories za 2017. Cause Dedi alikuwa chairman wake wa CDF. Now Mutahi mimi ningeulizwa. For now either aende Senate ama fikirie vingine. Senate itakuwa easy lakini hii story ya MP
Sioni, hiyo ni maoni yangu, lakini lakini itakuwa hard rock for him to crack. Itakuwa hard rock for him because ukiangalia mabazi wengine wamekuja hapo, itakuwa an issue. Itakuwa an issue, but he's a person we can recognize in this area down in the Laikipia East. So nani bila tutataja, tumebakisha nani? Kuna Lady Factor. Before ile Lady Factor nataka vizuri nichapie nini punchline. Deputy Governor John Mwaniki ni msimpoa, anaga issue, lakini siku hizi amekuwa mkuu sana. But sioni kama sana alikuwa amesema anaenda Senate, mara Kachengi akasema anaenda MP. But kama angesimama tu na Ndito Morethi, waendeleze hiyo game yao, watumalizie hii kazi walianza, it would be much better for him. Instead of in the future plunge into a new area, but ina support kazi yao. Mimi sina upingamizi na wao, niko nyuma yao wafanye kazi, cause siwezi compare ile kazi wamefanya na ile nyingine. Siwezi compare ile kazi wamefanya na ile nyingine tulifanywa na our friend Honorable His Excellency Joshua Irongo. Bearing in mind ile pesa Laikipia inapewa. By the way, Laikipia ni kama kaunti moja bigi sana. Ni kaunti bigi, lakini ni kama kaunti tatu za Central zimeshikana kwa pamoja, na tunatoa around 4.2 to 4.6 billion. Na tunakuza Baringo. Lazima whether kuna watu wachache ama wadogo, mtu wa survey ama mtu wa mbele huko Olmoran huko, lazima apatiwe services, na lazima kuwe na connection ya barabara ofu, lazima apewe health, lazima kuwe na maji, lazima kuwe na stima, lazima kuwe na all amenities, social amenities. So it's challenging actually. Laikipia inatakiwa kuhesabiwa penye akina Marsabit, Wajia, Mandera zinahesabiwa. We should have that kiti ya pesa zingine zaidi, si kuhesabiwa kama watu wa Central, because hata ukiangalia TSC wanaweka wasi na pesa mzuri sana juu ya hardship allowance, lakini ikifika ni county government hawana pesa kidogo. Lakini wacha tumalizie na Lady Factor. Hebu nisapio Lady Factor. Dedi usema hatavai, lakini sana nimesikia hatavai. Motive hata simama kwa hiyo kiti. Lakini kuuliza, anakosaje kusimama pale? That's another story, lakini we will not discuss. Hata tuambie maybe when time will come. Mheshimiwa unasikia? Please utuambie. Now, if Dedi atakosa kusimama na ni mover. Yeye ni mover. Dedi ni kiazi mover. Kivu yake anarende, anakura. Unaona vile alijaza nini? Central. So Dedi kitu moja najua, hawezi support Waruguru. Honorable Kitu Waruguru. Never. Hawezi support Honorable CS Mwangi Kionjole. Tunaangalia hao mabazu. So the only person anaweza support is either my ODM man Tony Lukwaro ama my cool friend Mwangi Wasami, because hao hawampigagi, hawana issue na Dedi. Angetaka legacy yake iendelee. Unacheki? So if legacy yake itaendelea, hawa Mwangi Kionjori na Kitu Waruguru hawawezi taka iendelee. Maybe hata wataacha what we call elephant project. Unaona venye umeanza project umefika katikati, alafu another MP amekuja anakataa kuendeleza yako, ati usikue na ati usipate hiyo mileage, which is political nonsense. But it is political nonsense. Lakini the only person anaweza support is either Tony Lukwaro na Mwangi Wasami. So it is up to them to play smart, because ile kurarejea taambia jeshi yake hata mura support Mwangi Wasami kana mwadha kana Tony Lukwaro, huyo mtu atapata ka breakthrough. Basi nikuulize kitu moja, kama Dedi alikuwa na His Excellency Deputy President William Ruto the other day, na akaanza kumasol kura, ni wasi wengi sana wakam Central. Yes. But hiyo time ile cheki vile actually there is nobody ashamobilize watu kama hao. They take you to the bank. Hapo si mchezo. That is why I'm saying. So that being
I mean ukifikiria vile umse wa close hivi na Diperuto bearing in mind alimfanyia hivyo na Diperuto katika umse naye for sure anajua job. So that being the case, unafikiria anaweza support ni Rugwaru ama in your mind unaona kama anaweza baki na the only person anaweza support ni since hajatuambia reasons why hata simama ama venye alikuwa anasema maybe hata simama either awe ni kutuenjoy ama kuna reason ile Dedi anakuwa serious akisema kitu najua anakuwa serious akisema kitu kama hata vai maybe atatuambia reason lakini kama atavai hata yeye ni mzito kivya ni mzito kivya so tukimalizia maybe tupatie Dedi time unajua si mse wa kupush na nini atatupatia reason cause yeye ndio sasa ameshikwa factor cause kama lakini pesa zikikuja za hawa watu wengine maana msikose kula ni zenyu hizi do kuleni hizi do zikikuja msikose kula hawa ndio wakileta pesa ndio yakija na pesa kula brother lakini kura unajua ni nani unakula kwa nani lakini kura ni kwa nani wewe ndio mwenyewe kwa uchaguzi ni wako lakini hizo do brother mimi najua hao wanasiasa sana in and out ni zetu hizo do kabisa nyingi ni zetu mimi nataka tuchambue kidogo hiyo story ya nini kidogo tu as we wrap it up na usilete nini na tuelimisha watu wala ikibe MP kazi yake ni gani okay yeah you can unaweza story ya role unajua kitu moja sana sema unapatanga unaenda kwa mtaani at times unasikia msana anasema aje MP wetu mmoja hajafanya domo anafanya projects more na unachiti manze sijui nani MP kazi yake meja ni mbili hapo ndipo nataka education na security kujenga police station mahali kuna insecurity kujenga maybe kuna daraja kama vile detail jenga juu ya insecurity ya pale ukienda cottage hiyo na anapatiwa 100 million anapatiwa no actually it's 120 around 136 lakini kuna zile zinabaki za run the office but hizo zingine anatakiwa kutumia kazi fulani kufanya kazi fulani unaelewa so Dedi so nilikuwa nasema mambo za nini role in security na education although ni patron wa kera na kura so anaweza push for roads zitengenezwe either in towns in urban and in rural lakini ukikuwa wewe ni mtu wa kupiga gava of the day wallahi hiyo kazi yako itafungwa yani utafungiwa unanyongewa kazi hebu angalia barabara ya Dodo tumekuwa opposition all day in day out na nilisikia Ruto amesema imejengwa nitaangalia chora hiyo story hiyo story ongea siku nyingine so that's the role major role ya MP si story nyingine msimuuliza mambo mengine muulize mambo ya registration mambo ya kutetea law mambo ya security na mambo ya education hakuna story nyingine sana hapo nayo na hiyo ilikuwa patron wa barabara za kura na kera so those are the questions that you should be asking him hiyo story nyingine nyingi si zake next tutaongea story ya role ya women rep na tutaongea ni nani ana aspire kuwa kupata hiyo kiti alafu tutaenda gavana pole tu tutaeliminishana na mko na maswali mnauliza na mko na issue you want us to discuss tutadiscuss na ukitaka kuwa part and parcel of us uko free to alafu nataka bro before you wrap it kabisa nataka pia useme story ya nini ya where people can actually find you social media social media you can find me at Ustadh D General YouTube sana utatufind kwa Jasusi News Kenya subscribe tuende pamoja tusonge pamoja hii story ni yetu yote si mimi peke yetu ni mimi na wewe na huyu ndio director by the way leo nimemwambia kae chini apige show watu wajue pia ni Karari nani pale Facebook naitwa Nick Karari na ndio nipata pale kwa Twitter naitwa El Karari na pia nina YouTube channel yangu pia apart from the fact that na YouTube channel ya General Star kuna channel yangu ya YouTube yetu Sense254 and we are looking forward to doing this so many other more times
Na mchiki content yetu by the way. My name is Nick Kanari. Subscribe. What's up? Ustadh the General. See you next time. Thank you.